Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa takwimu ambazo serikali imetoa hapa, ni dhahiri kwamba bado uchimbaji wa maji kwa visima ni ghali sana. Pamoja kwamba ni mitambo ya serikali. Sababu tuna experience kuchimbia hata kwa private sector na kuwa chini kwa hapa. Sasa maswali yangu Mheshimiwa Naibu Spika. Kuna taasisi mbalimbali, kwa mfano vituo vya afya, zahanati na taasisi za shule zinakuwa hazina maji, na unakuta kwa mfano wanafunzi wanatumia muda mrefu kwenda kutafuta maji. Ni kwa nini serikali singetoa kipaumbele kwa mitambo hii kuweza kuchimba visima kwenye taasisi pale ambapo maji hayajafika, kwenye maeneo ambayo maji hayajafika? Swali langu la pili, mitambo hii imewekezwa sana vijijini. Maeneo ya mijini, kwa mfano Tarime mjini pale hatujapata huduma hii. Na unakuta hapa kuna miradi ya kimkakati. Kama pale Tarime mjini tuna mradi kutoka Lake Victoria. Nikataka kujua kwa maeneo ambayo mitambo hii haifiki, serikali ina mkakati gani kuhakikisha miradi ya maji ambayo imewekwa pale kama Lake Victoria kwenda Tarime inakamilika kwa wakati ili Watanzania wale waweze kupata huduma ya maji? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther Matio kama ifuatavyo. Mheshimiwa, gharama kama ambavyo nimejibu katika jibu langu la msingi kwa kweli zimepungua kwa kiwango kikubwa toka 210,000 mwaka 2021 na kufika 150,000 mwaka 2025. Hapo unaona kabisa kwamba kuna punguzo kubwa sana ambalo linatokana na serikali kuchukua hatua ya kununua mitambo yake yenyewe. Tunatambua kwamba ni lazima tuendelee kupunguza gharama, lakini tunafahamu pia kwamba yale ambayo yanaendelea kufanyika tayari yanaonyesha kuna mabadiliko makubwa sana katika sekta hii ya uchimbaji. Mheshimiwa Naibu Spika, swala la vituo vya afya, shule. Mheshimiwa Naibu Spika, ni dhamira ya serikali na ni kipaumbele cha serikali kuhakikisha kwamba watoto wetu walioko katika mashule wanaweza ku access maji katika wakati wote, lakini vituo vya afya haviwezi kuendeshwa bila kuwa na maji ya uhakika. Lakini tunachokifanya ni nini? Tunaendelea kushirikiana na wenzetu ofisi ya Rais TAMISEMI kuwa na mpango mzuri zaidi pale tunapojenga mashule, pale tunapojenga vituo vya afya, basi kuwa na package ya moja kwa moja kuhakikisha kwamba kutakuwa na maji ya uhakika katika maeneo hayo ili wananchi waweze kupata huduma maji safi na salama mashuleni pamoja na katika vituo vya afya. Mheshimiwa Naibu Spika, lengo la serikali kununua mitambo hii ni kuangalia namna ambavyo vijijini ilikuwa imeachwa mbali sana na upatikanaji wa huduma ya maji, lakini kwa sababu mijini tayari tuna miradi ya kimkakati kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ametaja. Mkakati wa serikali ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kusukuma miradi hii ya kimkakati ikamilike kwa wakati ili wananchi wa mijini waendelee kupata huduma ya maji kutokana na vyanzo ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa navyo, hasa Ziwa Victoria ambapo ndio suluhisho ambalo linaonekana katika ukanda wa ziwa. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge, serikali tunaendelea kulifanyia kazi na tuna hakika kabisa kwamba miradi hii itakamilika na wananchi watapata huduma ya maji safi na salama. Asante.